Bana, kulikuwa kuna matukio ya vifo vya kutisha kila kukicha, na unaambiwa mauaji mengi yalikuwa yakilenga wanaume waliooa tu. Kila siku ilikuwa ni lazima maiti ya mwanaume mmoja iokotwe, na ikiokotwa hiyo maiti, sehemu zake za siri wanakuta zimetolewa. Mawazo ya wengi yalikimbilia kwenye imani za kishirikina kwenye hiko kijiji. Sasa swali la kujiuliza, je, ni nini chanzo cha hayo yote? Na kwa nini wanaume waliooa tu ndo wakutwe na maswaibu hayo? Sasa ili kuyajua yote hayo, bana, fuatilia huu mkasa wa kusisimua, mzigo unaoitwa Nyayo za Damu. Mimi ninayekusimulia naitwa Uncle J Simulizi, na hii ni Uncle J Simulizi. Huu mzigo umeandaliwa na kutayarishwa kutoka kwake Bwana Ali Mbetu. Bana, tuwe sambamba mwanzo mpaka mwisho kuweza kujua yale yaliyojiri kwenye hiki kisa cha Nyayo za Damu. Simulizi tamu kweli kweli ya kusisimua. Karibu. Naam. Majira ya saa 6 kasoro robo usiku, kijana Thabiti alionekana kufika kituo cha daladala cha Mwenge ili aweze kutafuta usafiri wa kumrudisha nyumbani. Alikuwa amechelewa kutoka kazini, na hii ni kutokana na kazi zilikuwa zimemtinga sana hiyo siku. Kazi zilikuwa zimemwelemea. Kijana Thabiti kawaida yake ilikuwa ni kutoka majira saa 4 za usiku, lakini kutokana na kuzidiwa na kazi alitoka muda wa saa 6 kasoro robo za usiku. Pale kituoni alikuta watu wachache mno, yaani watu wa kuhesabika, ambao walikuwa wakipungua kila muda ulikuwa unavyozidi kwenda. Hii ilimpelekea kijana Thabiti ajikute sasa amebaki peke yake pale kituoni. Thabiti alisimama upande wa barabarani akiamini labda angepata daladala yoyote inayokwenda Ubungo au Buguruni. Aliamini kwamba hata kama angefika Ubungo, magari ya Buguruni yalikuwa ni mengi. Lakini siku ile ilikuwa ni ajabu sana kwake, kwani magari hayakuonekana. Hii ilimpelekea ingiwe na wasiwasi wa kuondoka kwa miguu. Akiwa katika mawazo juu ya kupata usafiri, mara wingu zito la mvua lilifunga anga na kuufanya usiku zilikuwa ni mzito na kibaridi kikali. Thabiti wazo la kurudi kazini likamjia, lakini bado alijipa moyo huenda daladala au gari lolote lingeweza kutokea. Wakati akifikiria hayo, ghafla umeme ulikatika maeneo yale na kufanya hali iwe ni ya kutisha sana kutokana na kiza. Thabiti alijikuta akiingiwa na hofu kubwa mno. Ghafla kimya kizito kikatawala na kijiupepo mwanana kilipita na kumfanya nywele zianze kumsisimka. Kijana Thabiti mara alianza kusikia sauti za vishindo vya miguu vya watu, kama vile wapo kwenye gwaride kutokea njia Mikocheni, ambapo ndipo kilipokuwa kiwanda alichokuwa kifanyia kazi. Kwa mbali kijana Thabiti aliona vitu kama moto vikigusa barabarani. Kwa mbali aliona vitu kama moto vikigusa barabarani, ikionyesha kama vile nyayo za watu waliokuwa wakikanyaga kwa pamoja. Lakini kilichomshangaza ni moto uliokuwa ukiwaka kila ulipokanyaga chini, na ulikuwa ukizima moto huo kila ulipokuwa unanyanyua mguu, japo watu wenyewe hawakuonekana. Thabiti alijikuta akitetemeka kwa hofu kubwa. Hofu kubwa iliyokuwa imemjaa moyoni. Kwanza ilibidi ajirudishe nyuma hadi alipokuwa amejigonga kwenye uzio wa kituo cha daladala. Alimwomba Mungu amwepushe na balaa lile lililokuwa linataka kumtokea. Kishindo kilipotea ghafla, lakini moto uliokuwa ukigusa barabara uliendelea kupita. Thabiti alijikunyata kwa hofu. Alikuwa akihofia kuonekana na aliamini kwamba wale ni wanga
yaani wachawi, japokuwa hakuwahi kuwaona maishani mwake, zaidi tu ya kusikia hizo habari kwa watu. Ghafla zile nyayo za moto zilipotea. Wingu likatoweka na umeme ukawaka. Ajabu ni kwamba alijisikia mwili ni mwepesi na akajiuliza ile hali ilikuwa ni ndoto ama ni kweli. Aliangalia saa yake mkononi na kukuta ni majira ya saa 6 na dakika 10 za usiku. Aliamini kabisa kwamba muda ule asingeweza tena kupata gari maeneo yale, hasa kutokana na eneo lile. Alijikuta akiwa yuko peke yake. Aliamua kurudi kiwandani kulala ili kesho amkie kazini. Lakini alihofia kurudi tena kazini, na hii ni kutokana na nyayo za moto zilizokuwa zimetokea upande wa kazini kwake. Kwa kuhofia ya kwamba atakutana na wengine ambao hakujua walikuwa ni akina nani, na kama akikutana nao watamfanya kitu gani kibaya. Akiwa bado anajifikiria afanye nini, alitokea dada mmoja mrembo aliyekuwa ananukia marashi mazuri na kufanya anga yote kunukia utoli. Kufika kwa yule dada aliyekuwa amevalia gauni refu lililokuwa limeziba miguu, gauni la rangi nyeusi yenye kumeremeta, alipigwapo na taa za umeme. Juu alikuwa na mtandio aliyekuwa ameutupia mabegani na kukiacha nje kichwa chake chenye nywele za Kisomali. Ujio wa yule binti kijana Thabiti hakuuona, lakini alimuona baada ya kusikia manukato na kisha akageuza sura. Thabiti alishtuka sana, lakini alijikaza kiume. Alijiuliza, usiku mkubwa kama ule, mwanamke yule alikuwa anatokea wapi? Na njia iliyopita je? Hivi hakukutana na vituko vyovyote vya kutisha? Wazo likamjia kijana Thabiti, labda huyo mwanadada huenda akawa ni dada poa, yaani wale wanaojiuza. Huenda labda yuko mawindoni anatafuta mteja. Lakini kwa jinsi alivyokuwa yule mwanadada, hakufanana kabisa na dada poa. Hadhi aliyokuwa nayo mwanadada huyo na mapambo ya thamani yalikuwa amejipamba, hakutakiwa kabisa kusubiri daladala. Badala yake, huenda labda angekodi taxi au kuwa na gari lake kabisa, kwa kuonekana ni binti wa gharama mno. Thabiti aliamini mwanamke yule ni mgeni hapa jijini. Kama angekuwa mwenyeji asingetembea usiku na vitu vya thamani kiasi kile, tena peke yake. Yule dada baada ya kufika pembeni kijana Thabiti alimsalimia. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Vipi kaka? Tunaweza tukapata usafiri muda huu kweli? Sijui, lakini leo nashangaa mpaka muda huu hakuna gari pia. Kwani umefika muda mrefu? Zaidi nusu saa. Nusu saa hujapata gari? Kwani unakaa wapi kakangu? Nakaa Buguruni. Buguruni? Kwani unatoka wapi muda huu? Mimi natoka kazini. Kazini? Sasa mbona unakaa mbali? Kisha unatoka muda mbaya. Matajiri wako hawakuhurumii jamani? Yule dada alimuuliza kijana Thabiti kwa sauti tamu na yenye huruma. Dadangu, Wahindi wana huruma basi. Wenyewe wanachojua ni kuwafanyia tu kazi yao, mengine utajijua mwenyewe. Pole sana. Unajua nakuonea huruma. Ni heri wewe unanionea huruma. Kama dunia nzima ingekuwa hivi, wala kusingekuwa na matatizo, nadhani upendo ungetawala dunia nzima. Thabiti alijikuta akipata nguvu na kuweza kumwangalia binti aliyekuwa pembeni yake, ambaye alikuwa na uzuri wa ajabu. Alikuwa na lafudhi ya pwani. Sasa kakangu, kwa vile najua umechoka, kwa nini leo usilale kwangu ili kesho uende kwako? Kazini si unaingia jioni? Ya, naingia jioni. Kwani unakaa wapi dadangu? Mimi nakaa hapo tu mbele ya nani, Lufungira. Sasa mbona unapoteza muda? Hata kwa miguu tu unaweza kufika.
Ina maana ujue vibaka wa Mwenge wewe? Nawajua, lakini mbona uko peke yako? Shemeji yuko wapi? Ningekuwa naye nisingekupeleka kwangu. Unakaa kwako ama kwenu? Kwani wasiwasi wako nini kakangu? Okay. Sawa, hakuna tatizo, nimekuelewa. Naam, kabla ya kuondoka, yule mwanamke mrembo alimwomba Thabiti ajisaidie kwa kuzunguka nyuma ya kibanda cha muuza karanga. Thabiti alimpa mgongo ili amwache yule binti ajisaidie kwa amani. Akiwa amesimama ameangalia barabarani, kijana Thabiti alishtushwa tena na vishindo vya nyayo vilivyokuwa vikipita karibu yake bila watu kuonekana. Alijikuta akipigwa na mshangao, lakini sauti zile zilitoweka ghafla. Kabla hajajua nini kinaendelea, alisikia sauti kali ya kike nyuma yake. Sauti hiyo ilikuwa ikisema, "Nasema hakuna. Lazima. Sasa tutaona. Mguseni muone." Sauti ya kike ilisema hivyo kwa hasira, ni kama kulikuwa kuna majibizano hivi. Mara kilitokea kishindo kizito cha watu kugombana, kilichosababisha umeme ukatike kwa mara ya pili. Umeme ulivyokata, ikafuatiwa na kilio kikali na kelele za mtu kulia kwa maumivu ya kupigwa. Sauti ya maumivu ilikuwa ni ya kiume iliyosema ni kwamba lazima, na ya kike ikawa inapinga kwa kusema hakuna. Baada ya muda hali ilitulia, huku moyo kizidi kumwenda mbio kijana Thabiti. Kimya kizito kilipita tena, huku kijiupepo mwanana kilikuwa kikipiga katika mwili wa kijana Thabiti kilichomzidishia wasiwasi. Thabiti bado hakuamini kilichokuwa kikimtokea, kama ni kweli ama yuko ndotoni. Aligeuka nyuma kumwangalia yule mwanamke aliyesema anajisaidia nyuma ya vibanda, lakini yule binti hakumwona. Thabiti akiwa katika hali ya wakati mgumu, asielewe nini kinachoendelea katika maisha yake. Aliponyanyua mguu kutaka kukimbia, lakini alishindwa kwa sababu miguu ilikuwa ni mizito. Na ndipo mara akasikia kicheko cha kike, lakini hakujua kicheko hiko kinatokea wapi. Ghafla kafuatia msonyo mkali kweli kweli. Thabiti akiwa amekata tamaa ya uhai wake, manyunyu ya mvua yalianza kushuka kuonesha kwamba muda si mrefu mvua kubwa ingenyesha. Thabiti alimwomba Mungu amlinde na dhahama hile, kwa kuamini kabisa yuko katikati ya viumbe wabaya. Alijiuliza, yule mwanamke huenda kafanyiwa kitu kibaya na wale viumbe wabaya alipokuwa amekwenda kujisaidia pembeni ya kile kibanda. Pengine huenda wamemuua kabisa. Thabiti alikuwa anawaza hayo, yule binti atakuwa ameuliwa na wale viumbe wabaya. Na ndipo Thabiti mapigo ya moyo yalizidi kwenda mbio, huku akimwomba Mungu kila sekunde aliyokuwa anavuta pumzi. Kibaridi cha usiku kilizidi kumpuliza na kumfanya jihisi hajavaa nguo. Kutokana na kibaridi kile, kibaridi kilikuwa ni kikali, kilimuingia mpaka kwenye mifupa na kuanza kutetemeka akiwa amejikunyata mikono mabegani. Ghafla binivu, umeme ulirudi tena, kitu ambacho kilizidi kumchanganya kijana Thabiti. Umeme uliwaka. Samahani, nimechelewa Sauti tamu na laini ilikuwa imetoka nyuma yake na kutaka kumfanya timwe mbio. Thabiti, mbona hivyo? Yule dada mrembo alimuuliza kijana Thabiti, na hii ni baada ya Thabiti kushtuka na kuonesha hofu. Kauli ile ilimshtua Thabiti, ambaye alikuwa na uhakika ya kuwa hakuwahi kumtaja jina yule mwanadada. Sasa jina lake kalijuaje? Ni kawaida tu, kawaida. Thabiti alijitetea kwa sauti yenye mashaka. Hapana. Unaonekana kama una wasiwasi. Kabla kumjibu, alimtazama yule binti ambaye alikuwa ni mrefu kidogo kuliko yeye usoni,
na akagundua kitu kimoja cha utofauti kwa yule mwanamke. Nywele za mwanamke yule zilikuwa zimevurugika kidogo na kumfanya muulize kwamba, samahani mrembo, hivi uko salama kweli? Yeah. Nipo salama, kwani vipi? Alijibu binti huyo huku akilitengeneza gauni lake ambalo lilikuwa lipo sawa tu. Hapana, unajua, niambie tu kweli, au kuna watu walitaka kukubaka? Wala, mimi nipo sawa, kwani vipi? Mbona nilisikia sauti ya mwanamke akilia sehemu ambayo wewe ulipokwenda? Ya, hata mimi nilisikia pia. Hapo sio pazuri, tuondoke. Thabiti ilibidi aongozane na yule mwanamke kufuata barabara ya Samno Juma, ambapo ndo nyumbani kwa yule dada. Njiani yule mwanamke mrembo alimsaili Thabiti kwa maswali mawili matatu. Thabiti, umeoa? Bado sijaoa. Unasubiri nini? Mambo hayajakaa vizuri. Si unajua kwamba maisha yanatakiwa kujipanga. Kujipanga kivipi Thabiti? Mbona nakuona mwanaume rijari tena mwenye kazi yake? Tatizo nini kwani? Ni kweli kazi ninayo, lakini maisha ndo nayaanza. Hivyo siwezi kukurupuka kwenye hilo. Sasa Thabiti, kama utapata pesa utakuwa uko tayari kuweza kuoa? Kwa nini nisioe? Vizuri. Una mchumba? Hapana, sina kwa kweli. Rafiki wa kike? Pia sina rafiki wa kike. Asa wewe hamu zako unazimaliza vipi? Na hiyo ni siri yangu dadangu. Hivi Thabiti ushakupenda? Ndio. Nishakupenda. Lakini mbona umesema kwamba huna rafiki wa kike? Au rafiki yako alikufa? Hapana. Unajua basi tu wasichana wa leo sio waaminifu, na ugonjwa wa sasa pia unatisha vile vile. Na katika maisha yako umeshakupendwa? Nasema bado kwa vile ya kwamba aliyenionyesha ananipenda alikuwa ni mnafiki. Je, ukimpata anayekupenda kwa dhati, uko tayari na kumpenda? Hakuna duniani hapa hakuna mtu asiyependa kupendwa. Sawa. Mbona umeguna? Thabiti alimuuliza yule mwanamke mrembo ambaye muda mwingi alikuwa akitembea huku akiwa alishikilia gauni lake refu lisiguse chini. Ajabu ni kwamba Thabiti alijikuta akitembea zaidi ya dakika 20 bila kufika huko anakokwenda. Na kingine kilichomshtua ni maeneo waliokuwepo. Yalikuwa ni tofauti kabisa na maeneo ya Mwenge Lufungira. Thabiti alishangaa kuona wakielekea njia ambayo haikuwa ya rami, na pia hata majengo hayakuwepo. Wakiwa wanaendelea kwenda mbele huku wakizungumza, mara mbele vumbi zito lilitokea, vumbi ambalo lilimtisha kijana Thabiti. Yule mwanamke alimshika na kisha akamrudisha nyuma Thabiti, na kisha alinyosha mkono kama kuzuia kitu. Thabiti, usiogope, alisema yule mwanamke, na baada ya muda vumbi lile lilitulia na kuwafanya waendelee na safari, huku mazingira yalikuwa yakizidi kumchanganya zaidi kijana Thabiti. Baada ya mwendo wa robo saa zaidi, alishangaa kuona bahari, kitu ambacho kilimfanya Thabiti ahoja akamwambia, samahani mrembo, niite Nargis.
Samahani, Nargis. Huku wapi tena? Mbona tunakwenda mbali na sehemu uliyosema? Samahani Thabiti. Sikukueleza ukweli mwanzo. Kwetu ni pembezoni mwa bahari. Niliogopa kukueleza mapema. Nilijua kama ningekueleza kwetu ungekataa kuja. Na kama ningekuacha pale, ungeweza kupoteza maisha yako. Asante sana Nargis. Lakini mbona kuna vitu ambavyo sivielewi? Kama kitu gani Thabiti? Baada ya vumbi kutokea muda ule, ukanirudisha nyuma yako na ulinyosha mkono mbele ili kutuliza lile vumbi. Sikuelewa kusema ukweli. Lile mbona tu jambo la kawaida. Watu wengi wamefundishwa kuukemea upepo ambao humtii mwanadamu na kutulia. Na hii sehemu ni ngeni sana kwangu. Ni wapi hapa? Thabiti, utapajua, tungoja tufike nyumbani. Safari iliendelea na kuteremka kwenye miamba ya ufukwe, na kisha walifuata njia pembeni ya bahari. Mbele kulikuwa kuna jumba kubwa la kifalme. Waliingia ndani ya jumba lile ambalo kulikuwa kuko kimya, na cha ajabu zaidi harufu nzuri ya udi ilikuwa kinokea. Baada kuingia katika jumba lile, Thabiti alipewa taulo jeupe na alipelekwa bafuni kuoga, na kisha aliingizwa katika chumba kilichokuwa kimepambwa vizuri na kunukia. Kilikuwa ni chumba kigeni ambacho Thabiti hakuwahi kuona katika maisha yake. Kuingia au kulala kwenye godoro lililoonekana kudariziwa na nyuzi za dhahabu. Thabiti, kila kitu alichokuwa nakiona pale kilikuwa ni kigeni kwake. Ilikuwa ni sehemu nzuri sana ambayo ilimfanya ajione yuko ndotoni na wala sio kitu cha kweli. Baada ya muda, yule binti mrembo Nargis aliingia mule chumbani akiwa amejifunga mtandio mwepesi ulioonesha mwili wake ambao haukuwa na kitu chochote ndani. Alipofika juu ya kitanda chenye godoro la sufi, alijilaza pembeni ya Thabiti ambaye bado akili yake haikuamini kile kilichokuwa mbele yake kwa wakati ule. Hakuamini Thabiti. Akili yake haikuamini kila kilichokuwa mbele yake kwa wakati ule, na kuutembeza mkono laini kifuani mwake. Binti alikuwa anautembeza mkono huo kifuani mwa Thabiti. Thabiti. Binti alimuita kwa sauti ya chini kijana Thabiti, lakini iliyofanya mwili wa Thabiti uzidi kusisimka. Naam. Thabiti aliitikia huku mwili ukizidi kumsisimka na nywele kumsimama. Unajisikiaje kuwa hapa? Najisikia vizuri. Mwongo. Mbona mapigo yako ya moyo yanakwenda mbio? Ni kweli kila kiumbe akifika sehemu ngeni tena yenye kushangaza kama hii, ni lazima moyo ushtuke. Kwani kuna kitu gani kigeni ambacho hujawahi kukiona? Ni vingi tu, kwa vile maisha yangu ya kimaskini, unajua sijawahi kufika sehemu nzuri kama hii. Basi nataka nikupe maisha mazuri kama haya. Upo tayari? Kiukweli hakuna kiumbe kisichopenda maisha mazuri. Kwa hiyo upo tayari? Ya, niko tayari. Thabiti, umenifurahisha sana. Basi kuanzia leo fahamu ya kwamba Nargis ndiye mpenzi wako, na ninakuahidi ukiwa mwaminifu kwangu utakuwa na maisha mazuri sana. Nakuahidi kuwa mwaminifu kwako. Nakuahidi. Naam. Baada kusema vile,
Yule binti mrembo Nargis alimkumbatia Thabiti kwa furaha, na baada ya kukumbatiwa kijana Thabiti alihisi kama vile amepoteza fahamu. Naam. Siku ya pili kijana Thabiti aliposhtuka alijikuta amelala chumbani kwake kitandani. Jirani yake ambaye alikuwa akitoka naye alfajiri alimgongea baada ya kushangaa kuchelewa kuamka sana hiyo siku. Thabiti alishtuka usingizini, tena kwenye usingizi mtamu kama asingeamshwa hakika siku hiyo angechelewa kazini. Thabiti alipepesa macho kuangalia chumba kizuri chenye manukato na mwanamke mzuri Nargis, lakini hakuwepo kwenye hiko chumba na wala huyo binti hakuwepo. Aliviona tu vitu vile ambavyo ni vichache viko chumbani kwake. Kwa kiufupi, alijikuta yuko chumbani kwake, japo aliamini huenda ile ilikuwa ni njozi tu ya kuota yupo kwenye jumba zuri, yuko na binti mzuri Nargis. Lakini bado kuna kitu kilimchanganya kijana Thabiti kwa kujiuliza kama ilikuwa ni ndoto. Haya, nyumbani kwake alifikaje? Alinyanyuka na kutoka nje, akapitia ndoo yenye maji machache na mswaki mkononi, akawa anaelekea bafuni kwa ajili ya kuoga. Baada ya kuoga alibadili nguo haraka kwa ajili ya kuwahi kazini. Akiwa ameongozana na rafiki yake, njiani rafiki yake alimuuliza swali ambalo lilizidi kumchanganya kijana Thabiti, ya kwamba jana nilijua unalala kazini ndugu yangu. Vipi waindi wako? Wamekuleta na gari nini? Thabiti akasema hapana. Jirani yake akamwambia, hawe muongo wewe. Hasa umetumia usafiri gani mwanangu? Maana mpaka saa 9 nilipotoka msalani wewe ulikuwa hujarudi. Thabiti alishtuka akamuuliza, wewe unasema kweli? Rafiki yake akamwambia, sasa kwa nini mimi nikudanganya? Au ina maana ulijifungia kwa ndani Thabiti? Sule, hebu niache kwanza ndugu yangu. Kwa kweli kuna kitu kinanichanganya. Mimi nadhani mengi tutazungumza baadaye usiku. Walipanda daladala mpaka Mwenge. Walipofika walikuta pale vikundi vya watu vikizungumza, huku wakiendelea kuoneshana tukio la kutisha au kushangaza ambalo lilikuwa limetokea. Thabiti alimsikia mama mmoja akisema kwa uchungu mno kwamba jamani, haya maisha gani haya? Ushirikina mwaka huu utatumaliza wote. Sule, rafiki wa Thabiti, aliuliza, jamani, kwani kumetokea nini? Baba we, kuna mtu kakutwa amekufa hapo nyuma hapo, sehemu zake za siri zimeondolewa. Sehemu gani? Thabiti aliuliza kwa mshtuko. Hapo tu nyuma ya kibao iko cha kituo cha basi. Thabiti alijikuta akizidi kuwa kwenye kigugumizi baada ya kugundua tukio lililomtokea jana usiku ilikuwa ni sehemu ile ile ambayo alikuwa amesimama akisubiri usafiri, na kilio alikisikia usiku ule. Kilichomshangaza matukio, mbona kimeujiza? Ilikuwaje aondoke na mwanamke mrembo na akampeleka kwao, na akajikuta asubuhi anaamka yuko kitandani kwake? Na asubuhi alipofika eneo lililokuwa lina mauzauza, akakuta kweli kuna mtu ameuawa. Thabiti alijikuta akitaka kupaza sauti mbele ya watu aelezee lile tukio, lakini ajabu, mbele yake alimuona Nargis, yule binti mrembo, akisogea kwenye lile kundi la watu. Na ndipo ghafla ulipita upepo ambao ulimpiga usoni kijana Thabiti, na akajikuta akitokewa na kiza kinene. Thabiti aliyumba, lakini walimuwai wakamlaza chini. Naam, Thabiti alijishangaa kuona amelala kwenye kitanda cha Nargis, huku akipepewa na Nargis akiwa katika vazi lile lile alilomwona nalo Mwenge. Thabiti. Naam. Vipi? Pole mpenzi wangu. Asante. Unakumbuka hali ya jana? Basi usizungumze uloyaona. Watu wale wanaonekana wabaya, wanaweza kukufanya lolote. Kile ulichokiona jana
iwe siri yako. Sawa mpenzi? Ya, sawa. Haya. Wahi kazini. Baada ya mazungumzo yale, Thabiti alishtuka na alijikuta akiwa na pepeo pale na watu waliokuwa wamemzunguka. Aliponyanyuka hakusema kitu, alielekea kazini kwake huku kila mtu akiwa anamshangaa. Thabiti alielekea kazini kama mtu aliyekuwa amechanganyikiwa. Rafiki yake Sule alimkimbilia ili ajue mbona rafiki yake yuko vile. Ilibidi amuulize, Thabiti vipi, uko sawa kweli? Sule, hebu niache kwanza. Tutazungumza baadaye ndugu yangu. Hapana Thabiti. Nakuona kama vile umechanganyikiwa ndugu yangu. Wala, mimi niko sawa. Sawa. Vipi nikusindikize mpaka kazini? Sule, mbona mimi niko sawa tu. Mengi nimekuambia tutazungumza vizuri nyumbani. Mimi nitawahi kurudi leo. Sawa. Sule aliachana na rafiki yake Thabiti kwa shingo upande, kwa kuamini kabisa kwamba Thabiti hayuko sawa toka alipodondoka chini, na alipoamka alionekana kuchanganyikiwa, lakini aliachana naye na kuelekea kwenye shughuli zake. Thabiti alikwenda hadi ofisini kwake ambapo alimpokea mtu mashine na akawa anaendelea pale na kazi. Akiwa ametulia kitini, alikuwa akiangalia mashine iliyokuwa imetulia ikiendelea pale kuzalisha bidhaa bila tatizo. Alijikuta akihamisha pale mawazo ghafla na kukumbuka matukio ya kutisha yanayomtokea. Thabiti akiwa kama mtu aliyechanganyikiwa, alikumbuka vitu vingi vilivyomtokea jana yake usiku. Alikumbuka mengi. Alikumbuka wakati akimsubiri yule dada, kuna vitu ambavyo havikuwa vya kawaida. Alikumbuka wakati akitetemeka kutokana na baridi, huku anga yote kuwa na kiza kizito, mara umeme katike, mara wake. Mara yule binti aende kujisaidia, mara apotee, mara arudi. Thabiti alikumbuka yote hayo. Alikumbuka pale Mwenge asubuhi ile, sehemu ambayo ilikuwa imemtokea mauzauza jana yake usiku. Na alipopita pale asubuhi alikuta kuna maiti ambayo imetolewa sehemu za siri. Haya mambo yalizidi kumchanganya Thabiti. Na kingine ambacho kilikuwa kikimshangaza ni jinsi yule mwanamke Nargis alipotokea baada ya kupitiwa na upepo na akaanguka chini, na kisha akajikuta yupo kwenye kitanda alicholala jana yake baada ya kutoka kituo cha Mwenge. Thabiti alizidi kuyakumbuka matukio mengi, hasa pia wakati mgumu baada ya kulala kitanda kimoja na Nargis, ambaye alimueleza kitu kilichozidi kumweka njia panda na kujiuliza ya kwamba yule Nargis ni nani. Hapo Thabiti aliyakumbuka maneno ya Nargis aliposema ya kwamba, "Si unakumbuka hali ya jana? Basi hakuna lolote ambalo unatakiwa uzungumze. Usizungumze chochote. Watu wale wanaonekana wabaya, wanaweza kukufanya lolote. Kile ulichokiona jana iwe siri yako, sawa mpenzi?" Thabiti aliyakumbuka hayo, na hata baada ya kuelezwa yale, yule Nargis alimruhusu aende kazini, na akajikuta yupo katikati ya watu wakimpepea. Ile hali ilikuwa inazidi kumchanganya Thabiti. Alikuwa anajiuliza sasa huyu Nargis ni nani? Wazo la ghafla likamjia na akajikuta akijisemea peke yake kwa sauti ya chini, labda Nargis ni jini. Lakini kama Nargis ni jini, wale wengine ni akina nani? Wakati akiwa amezama kwenye dimbwi la mawazo, mashine nayo ilikorofisha na kuanza kutoa bidhaa mbovu, na mwisho wake ilikwama kabisa. Mashine ilianza kupiga kelele kuonesha kwamba kuna tatizo, lakini Thabiti alikuwa yuko mbali mno kwenye dimbwi zito la mawazo, japo alikuwa amekaa kwenye kiti na kujilaza shingo kwa nyuma, lakini hakufahamu kilichokuwa kinaendelea hapo kazini. Yeye alikuwa anaendelea tu kuwaza, alikuwa anaona picha yote jana usiku na asubuhi, yani yale yote yaliyomtokea kwenye maisha yake. Kwa siku moja tu yote akawa anayakumbuka. Hakujua kama hapo tayari mashine imeshaleta hitilafu kazini, hakujua. Kelele zote za mashine pamoja na kuwa karibu hakuzisikia. Wafanyakazi wenzake pamoja na mwajiri, kelele zile za mashine ziliwashtua, wakasogea ambapo walimkuta Thabiti bado amejilaza. Walishangazwa
ya kwamba Thabiti ameshindwaje kusikia mlio mkubwa wa mashine ukipiga kelele ya kwamba kuna hitilafu. Mmoja alimsogelea na kumwamsha pale. Thabiti alipoamka alishtuka, alijikuta yuko mbele wa wafanyakazi na meneja wa kiwanda. Alipoangalia mashine ilikuwa imesimama huku kelele zikizidi kwenye mashine. Thabiti aliitwa ofisini. Aliulizwa kwa nini yuko vile. Kiukweli hakuwa na la kujibu zaidi tu kunyamaza kimya, na uamuzi uliotoka ulikuwa ni wafukuzwe kazi. Vile vile hakupinga kwenye wazo hilo la kufukuzwa kazi, alikubaliana na uamuzi wa kampuni. Baada ya kupewa barua yake ya kufukuzwa kazi, kijana Thabiti alitoka kwa ajili ya kuelekea nyumbani. Alielekea barabara ya Mwenge ili akapande gari arudi nyumbani kwenda kupumzisha kwanza akili. Na baada ya mwendo mfupi alishangaa, alijikuta akiweko pembeni ya bahari, kitu ambacho kilimshangaza Thabiti. Yaani ametoka kazini, sasa iweje anajikuta yuko maeneo ya daraja la Salenda? Kutokana na kuzidi kuchanganyikiwa, alihisi kizunguzungu na alijikuta akianguka chini. Kilichoendelea hakukitambua maskini ya Mungu. Sauti ya mlango kugongwa ilimshtua Thabiti kutoka usingizini. Aliposhtuka alijikuta yuko chumbani kwake amelala kitandani. Ajabu ni kwamba mkononi alikuwa ameshikilia bahasha, na baada ya kuamka kutokana na mlango kugongwa, alikwenda mlangoni kwa ajili ya kwenda kufungua. Alikuwa anagonga mlango hakuwa mwingine bali alikuwa ni rafiki yake Sule. Alishtuka na kujiuliza kwamba muda ule ni saa ngapi na mbona yupo ndani, wakati anakumbuka baada ya kutoka kazini kwa kupewa barua ya kufukuzwa kazi alipokuwa anakwenda nyumbani kabla ya kufika kituo cha Mwenge. Ajabu ni kwamba muda mfupi baada ya kutoka eneo la kazini alijikuta yuko ufukweni mwa bahari, na kilichoendelea hakukijua. Sule, vipi rafiki yangu? Hapo watu. Thabiti, nakuaje, umezidiwa nini? Mbona umerudi nyumbani mapema? Kuzidiwa kivipi? Unajua asubuhi mwanangu uliondoka, afu sikuelewi. Na mke wangu kasema umerudi kutoka asubuhi. Nimerudi asubuhi? Nimerudi vipi? We Thabiti wewe. Hivyo uko sawa kweli wewe? Nipo sawa, kwani vipi? Hapana. Inaonekana kuna kitu kinakuchanganya kichwani mwako wewe, sio bure. Mbona mimi najiona niko sawa tu? Hapana. Majibu yako toka asubuhi sielewi. Na hata ulipoanguka na kunyanyuka bado sikukuelewa, na bado unazidi kunichanganya rafiki yangu. Inawezekana Sule. Inaona mimi na tofauti fulani umeigundua ambayo sio ya kawaida kwangu, si ndio? Kweli kabisa Thabiti. Thabiti nilimzoea tofauti na huyu nayemwona sasa hivi. Yaani kuna utofauti mkubwa mno toka asubuhi ndugu yangu. Hebu nieleze rafiki yangu, una tatizo gani ambalo tutasaidiana kulitatua? Kauli ya Sule ilimfanya kijana Thabiti kwanza nyamaze kimya, kufikiria jinsi anavyoonekana mbele ya macho ya watu. Aliamini kukaa kimya ipo siku anaweza kuonekana ni kituko. Aliwaza ni kweli kafukuzwa kazi au ilikuwa ni ndoto tu. Na kabla hajamjibu rafiki yake Sule, alinyosha mkono na kuichukua ile bahasha na kisha kaifungua. Alitoa karatasi nyeupe na kuanza kuisoma. Akakuta ni kweli alikuwa amefukuzwa kazi. Mazingira kufukuzwa kazi hayakuwa ya kawaida kwa mtu kulala kushindwa kusikia hata king'ora cha mashine chenye kelele kweli kweli kukujulisha kwamba mashine ina tatizo. Yaani hata kile king'ora pia nacho hakukisikia. Lilikuwa ni tukio la kwanza toka aanze kazi, na kingine kilichomchanganya ni hali ya kushindwa hata kuomba msamaha kwa tajiri yake. Yaani amekubaliana na kila kitu, ili hali akijua kabisa ya kwamba hakuwa na mbele wala nyuma na kazi ndo kila kitu kwenye maisha yake. Thabiti aliamini kuna tatizo ambalo kama atakaa kimya, lazima matatizo yanaweza kuongezeka na kuchukua uhai wake. Kabla kuufunua mdomo wake, alikumbuka maneno ya Nargis.
ya kwamba hakutakiwa kulizungumza lolote kwa yale ambayo aliyaona. Kila alichokiona, kila kilichomtokea kwenye maisha yake inatakiwa siri. Thabiti alijikuta akijiuliza, hivi yule Nargis atakuwa ni nani? Bila kujielewa alijikuta tu akilitaja jina lile kwa sauti na kumfanya Sule aulize kwamba, we Thabiti, huyo Nargis ndo nani? Ndio mimi hapa. Sauti laini na nzuri na tamu kweli kweli kama kinanda ilisikika kutoka nje ya chumba cha Thabiti. Wote walijikuta wakitazamana. Jamani, hodi mndani. Sauti ile iliendelea kubisha hodi na ndipo Sule akamwambia karibu. Sule alimkaribisha mwanadada huyo baada ya Thabiti kupigwa na bumbuazi, na hii ni kutokana na ujio wa ghafla wa Nargis. Na kingine kilichomshangaza, hakuwahi kumweleza kama anakaa sehemu gani, zaidi tu kumweleza kwamba anakaa Buguruni. Lakini ajabu, Nargis alifika mpaka nyumbani kwake. Baada ya kukaribishwa aliingia ndani huku akitoa kitambaa na kujifuta pale jasho ile ambalo lilionekana kumtoka kwa wingi. Yaani wewe Thabiti wewe, hata hujui kuelekeza. Unajua nimesumbuka zaidi ya nusu saa. Mpaka nilishakata tamaa, Nargis alisema huku akiendelea kujifuta jasho. Thabiti kila tukio kwake lilikuwa ni geni, japo aliamini labda kweli alimwelekeza na huenda amesahau. Karibu mpenzi. Thabiti alinyanyua mdomo wake kumkaribisha Nargis. Asante, nimekaribia. Kweli Nargis alikwenda kukaa pembeni ya Thabiti. Pole kwa usumbufu. Asante. Au uliponielekeza haukuamini kama naweza kufika Ukwete? Basi tu labda nilichanganya wakati wa kukuelekeza. Okay, tuachane na hayo. Sule, mambo? Nargis alimgeukia Sule. Safi tu. Thabiti alishtuka kusikia jina la Sule na akajiuliza amelijulia wapi jina la rafiki yake. Kwanza pole mwenzangu. Pole nini? Si nilipita kazini kwenu kukuulizia. Rafiki yako Jose akanieleza kilichokusibu, lakini usijali sana mpenzi wangu, kila kitu kitakwenda vizuri. Kwa mazungumzo yale yalimpelekea kijana Sule awaage wapenzi hao ili awape nafasi ya kuzungumza kwa mapana, japo alishangaa uzuri wa yule mwanamke na uduni wa maisha ya kijana Thabiti, yani vilikuwa ni vitu vilitofauti. Hapo unaweza kusema labda kijana Thabiti amepata zari la mentali. Jamani, mimi nipo nje hapa mara moja. Mbona shem Sule unakimbia? Hapana, kuna sehemu nataka kufika mara moja. Haya. Usio na wasiwasi, si upo, nikirudi tutazungumza zaidi. Haya shem. Baada ya Sule kutoka, walibaki chumbani watu wawili. Nargis alimgeukia Thabiti na kisha akamtazama usoni. Thabiti mpenzi, umeshakula? Nargis alimuuliza kwa sauti ya upole huku akiwa amemlegezea macho. Natasikumbuke. Najiona kiumbe wa ajabu toka jana usiku, sijielewi. Thabiti alijibu kwa sauti ya kukata tamaa, akiwa haelewi ni nini hatima yake juu ya vitu vinavyoendelea kumtokea. Najua, lakini kila kitu kitakwenda vizuri. Usiwaze sana mpenzi wangu. Bado siamini. Kila nikifikiria naona kama vile niko ndotoni. Lakini bado ukweli unabakia pale pale. Unajua mpaka sasa hivi sikuelewi wewe ni nani. Thabiti, ni swali gani hilo? Au nina utofauti na wanadamu wa kawaida? Najua ni mwanadamu, lakini kuna vitu ambavyo vinanitia wasiwasi na kunifanya nihofie mno maisha yangu.
Thabiti mpenzi, mbona mimi najitolea kwa ajili ya kuyajali maisha yako? Kipi cha ajabu umekiona kwangu? Kwanza leo asubuhi jinsi ulivyonitokea. Na nimejikuta nimelala na wewe kitandani. Lakini nilipoamka najikuta nimelala chini kwenye kundi la watu. Hata wewe utajiweka katika kundi gani? Hali kama hiyo ingekutokea. Nargis aliguna. Hakujibu upesi swali hilo. Aliangalia chini kwa muda na aliponyanyua macho ilikuwa imejaa machozi, kitu ambacho kilimshtua kijana Thabiti. Baadaye alimshangaa Nargis, binti mrembo, anadondosha chozi mbele yake. Uso wake ulitanda huzuni, lakini uzuri wake uliongezeka maradufu. Nargis, mbona unalia? Thabiti, nakupenda sana. Na sitaki nikupoteze. Ni heri nife kuliko kukupoteza wewe. Tatizo nini? Nina siri nzito moyoni mwangu. Sikupanga kukueleza mapema, ila nataka nikueleze kitu kimoja kuhusu mimi. Thabiti, mimi ni... Kabla ya kuanza kujieleza, upepo mkali ulivuma uliotaka kuezua paa la nyumba waliokuwapo. Lakini kilitokea kitu cha ajabu kwa Nargis, kuzuia lile paa lising'oke. Kama alivyofanya siku alipokutana na kimbunga, ndicho alichokifanya hiyo siku. Baada ya upepo kutulia, Nargis alimwambia Thabiti, nisubiri nakuja. Okay, sawa. Nargis alitoka akionekana amekasirika kidogo, kama vile kuna mtu ambaye amemuudhi. Thabiti alibaki amepigwa na butwaa kwa kushindwa kumwelewa Nargis ni kiumbe aina gani. Alitoka nje na kumkuta Sule akiwa na mkewe wakizungumza. Na baada ya kutoka, wote walinyamaza na kumtupia macho yeye. Wa Sule, vipi rafiki yangu? Safi, vipi shemeji, amejipumzisha nini? Ametoka mara moja. Ametoka? Amepitia wapi? Si mlangoni au? Mlangoni? Wewe Thabiti una utani wewe. Sema amejipumzisha bwana. Jamani, kwa nini udanganye kama mnabisha kaingia ni ndani? Haya, lakini si hatujamuona mtu akitoka ndani kwako. Na wewe ndo wa kwanza kufungua mlango wako kutoka nilipoacha uko ndani wewe na shemeji. Alafu wakati pala nyumba linataka kuezuliwa, nyenye mlikuwa mko wapi? Pala nyumba lipi hilo? Jamani, na maana kimbunga kilichotaka kuezua pala nyumba yetu hamjakiona, si ndio? Kimbunga? Kimbunga gani iko kaka? Labda mlikuwa mmetoka. We Thabiti, toka nilipotoka chumbani kwako mwanangu, mimi sijatoka hapa. Hii itakuwa nini sasa? Thabiti alizidi kuchanganyikiwa. Aliamini kabisa Nargis si mwanadamu wa kawaida. Basi yule mwanamke sio kiumbe cha kawaida. Thabiti, kwani umejiona naye vipi? Nimejiona naye juzi usiku. Baada ya kuchelewa kutoka kazini, mimi nilikwenda hadi kituo cha gari cha Mwenge. Thabiti. Naam, sauti kutoka nyuma yake ilimkata kauli Thabiti. Aligeuka nyuma kijana Thabiti na kumwona Nargis amebeba take away mkononi. Ilionyesha kabisa alikuwa amefuata chakula. Njoo mpenzi, Nargis alimuita kwa kunyosha mkono. Tangulia ndani, nakuja mpenzi. Thabiti alitaka kumwacha Nargis atangulie ili awaeleze jinsi alivyokutana na Nargis, matukio ya ajabu yanayomtokea, lakini Nargis aliendelea kumuita Thabiti. Thabiti mpenzi, au hupende mimi kuja kwako, si ndio?
Shem Thabiti, nenda bwana kwa mgeni. Akiondoka si tutazungumza. Mke wa Sule alimweleza Thabiti kwa sauti ya chini ambayo aliamini isingemfikia Nargis. Thabiti aligeuka na kumfuata Nargis aliyekuwa pale mlangoni. Uso wa Nargis ulionyesha hasira. Hakusema kitu, alimshika Thabiti kiunoni na kuingia naye ndani. Na baada ya kuingia ndani, Nargis alijitahidi kutabasamu, lakini kuna kitu kizito kilikuwa moyoni mwake ambacho Thabiti alikiona. Mpenzi, nimekuletea chakula, najua toka asubuhi hujatia kitu tumboni. Alimfungulia chakula ambacho kilikuwa na harufu nzuri ambayo ilimvutia kijana Thabiti. Baada ya kunawa, alikishambulia chakula kitamu kilichokuwa kimepikwa kwa ustadi wa hali ya juu. Chakula kama kile hakuwahi kukila katika maisha yake. Na baada ya chakula kile, Nargis alimuuliza Thabiti kwamba, Thabiti mpenzi, tuliongea nini mimi na wewe? Tuliongea mengi mpenzi. Nilikueleza nini juu ya kutunza siri? Kwani mpenzi, mimi nimetoa siri gani? Wala ulikuwa unaeleza nini? Kwa nini Thabiti unakosa muelewa? Au utafurahi kuona maiti yangu ndani mwako, si ndio? Maiti yako? Yeah. Labda ndo utafurahi. Nargis, mbona sikuelewi? Kila dakika unaichanganya akili yangu. Na mwisho wa siku sasa mimi nitakuwa ni mwenda wazimu. Thabiti, uenda wazimu unautaka wewe mwenyewe. Nimekueleza kila kitu ulichokiona na utakachoendelea kukiona. Kiache kama kilivyo. Nargis, mimi ni mwanadamu. Mimi na moyo wa uoga. Siwezi kuona kitu nisichokijua alafu nikaendelea kukaa kimya. Hata wewe vile vile. Siwezi kukuamini kwa 100% kwa vile kujua na kwetu kwa muda mfupi pia kumetokea mambo mengi ambayo sielewi, na hata wewe mwenyewe pia sikuelewi. Ni kweli unachokisema. Na ni mimi ndiye ninayetakiwa kuweza kukuondoa hiyo hofu ulionayo. Niamini Thabiti, baada ya muda mfupi nitayabadili maisha yako. Utaishi maisha ambayo hukuwahi kuyawaza maishani mwako. Na mimi nitakuwa mkeo mwaminifu, mwenye mapenzi ya kweli, ili tufike huko, na kuomba uwe msiri kwa lolote. Siri yote ambayo wapembeni yako haijui, basi usimwambie. Sawa mpenzi? Okay. Sawa, nitafanya hivyo. Kuna siri nataka nikupe, lakini hapa hapafai. Naomba tuongozane kwangu. Nina uhuru wa kusema chochote bila uoga. Ni sawa tu, hakuna tatizo. Thabiti alimkubalia Nargis ambaye kila dakika alikuwa anazidi kuongezeka uzuri. Naam, kabla ya kuondoka, Nargis alimsogelea Thabiti. Alimvutia kifuani mwake na kisha akamkumbatia. Baada ya hapo, Thabiti alihisi raha fulani hivi ya ajabu na alihisi usingizi mzito ukimshika. Bila kujielewa, alijikuta kilala kifuani mwa Nargis. Naam, msikilizaji, kijana Thabiti alipokuja kushtuka, alijikuta amelala kwenye kitanda cha Nargis. Lakini ajabu, kitandani alikuwa yuko peke yake. Alijaribu kupepesa macho labda atamwona, lakini hapakuwa na yeyote. Alinyanyuka pale kitandani na kuanza kutembea taratibu kutoka nje ya chumba kilichokuwa na pazia za hariri. Akiwa anatembea taratibu bila kuelewa na kwenda wapi. Baada ya hatua 5 alifika kwenye ukumbi mrefu ambao ulikuwa uko kimya. Akiwa bado anatafakari, alisikia sauti ya Nargis akibishana na watu. Nasema hivi, haguswi na mshenzi yeyote. Mtu huyu hawezi kukaa humu ndani, lazima afe. Nasema hivi, kama hamumjui Nargis ni nani, mguseni. Tutaona, mlinde muda wote, ukimsahau amepotea. Mmekosa kumua mpaka mumng'ang'anie huyu. Kwani unamlinda ili weje? Mpenzi wangu. Sauti za vicheko mfululizo vilimchanganya Thabiti na kutamani kukimbia. Eti ni mpenzi wako?
Nani alikuambia binadamu ni viumbe vya kuamini? Kwani ameoa? Hata kama hajaoa, lazima atakuwa na mpenzi wake. Siku ya siku akufanye kama dada yako Highlight. Jamani, dada alijua tokea mwanzo kwamba yule ni mume wa mtu, lakini ni ubishi wake. Na wewe vile vile ubishi wako. Hatutaki kurudia makosa aliyoyafanya dada yako. Basi nasema hivi, huyu mwanadamu mimi nimempenda na sisikii wala sioni kwake. Unajua amegundua siri zetu. Hatuwezi kumwacha. Hata kama amegundua, ni mpenzi wangu sasa. Kauli ile ilimfanya Thabiti ashtuke na kujiuliza, Nargis ni nani? Aliamini kabisa kwamba Nargis si mwanadamu, bali ni jini. Alijikuta akichanganyikiwa kwa kuamini kabisa maisha yake yako hatarini. Alirudi taratibu chumani, aliamua kubadili njia ili atoroke na asikubali kuwa na uhusiano na Nargis kwa kuvunja urafiki. Alifanikiwa kutoka nje ya nyumba ile ambayo ilikuwa imezingirwa na maji. Kwa mbele kulikuwa hapaonekani na alishindwa kuelewa maeneo ya nyumbani ni wapi. Akiwa bado haelewi afanye nini, kijana Thabiti alishtushwa na vishindo vya watu waliokuwa wakitembea nyuma yake. Kilichomshangaza, hakuona kitu chochote zaidi ya nyayo za damu zilizokuwa zikikanyaga chini na kufutika. Thabiti aliingiwa na uoga wa ajabu, alianza kutetemeka. Mara alisikia sauti ikisema, huyu huku, lazima afe. Sauti nyingine ilisikika hivyo kipigilia msumali kwa kusema lazima afe. Thabiti alipogeuka aliona kundi la viumbe ambavyo katika maisha yake hakuwahi kuviona. Chini vilikuwa vina umbile la kibinadamu mpaka shingoni, lakini kichwani ulikuwa kama vile wanyama. Kwa mbali alisikia sauti ya Nargis ikilia na kulitaja jina lake huku kimomba kimbie. Thabiti alijikuta kwenye wakati mgumu. Mbele kulikuwa kuna maji, nyuma viumbe wa kutisha ambao walisisitiza ni kwamba lazima uliwe. Walipobakia hatua kama 18, Thabiti bila kuelewa maji na urefu kiasi gani alijirusha ndani yake. Baada ya kusafiri angani kwa muda, kabla ya kuyafikia, alihisi upepo mwanana unampuliza. Alijikuta akiangukia juu ya mwamba uliokuwa huko ndani ya maji na alihisi maumivu makali mno. Thabiti alipiga kelele za maumivu na alipokuja kushtuka, alishangaa kujiona yuko amejilaza kifuani mwa Nargis, tena chumbani kwake mwenyewe. Baada ya kushtuka, alijikuta akijipapasa mwilini kuangalia ni kweli yuko salama au la. Nargis alimtazama kwa jicho la huruma. Vipi mpenzi? Nargis, naomba tuachane. Thabiti, mbona sikuelewi? Wewe si mwanadamu, wewe ni jini wewe. Kauli ile ilimfanya Nargis apoteze haiba yake. Uso wake ulitandwa na huzuni, hata la kusema alishindwa. Alijitoa mikononi mwa Thabiti na kwenda kukaa kitandani. Aliinama, mikono ikiweko kichwani na machozi yalimtoka kama maji. Thabiti alijipa moyo na kwenda alipokuwa amekaa Nargis. Nafikiri umenisikia. Siwezi kuishi maisha yasiyoeleweka. Naamini hata kazi nimefukuzwa kwa ajili yako. Baada ya ukimya wa muda, Nargis alinyanyua uso wake uliokuwa umejawa na machozi, akasema, Thabiti, japo nakupenda, naweza kwenda, lakini uhai wako utapotea kabla sijapiga hata hatua mbili. Unasemaje? Ukweli ndio huo. Nimekuwa ngao ya maisha yako kwa kipindi kirefu. Nimejitolea kwa hali na mali kuyalinda maisha yako ambayo kuna viumbe wanayatamani usiku na mchana. Ni mapenzi yangu mazito kwako ambayo yameambatana na siri nzito ambayo sina budi kuisema kwako kwa vile kila kitu sasa hivi kiko wazi. Thabiti, huwezi amini, mwisho wa maisha yako ulikuwa ni jana, maeneo ya Mwenge pale. Unasema? Usishtuke, katika watu waliotakiwa kufa jana wewe ni mmoja wapo. Sasa nife mimi kwa kosa gani? Jana usiku uliona vitu gani? Niliona vitu vingi vya kutisha. Basi hivyo ndivyo vingeweza kuondoa maisha yako.
Viniondoe maisha yangu kivipi? Kwa vile ulivyoviona, lazima ungevisimulia kwa watu. Kauli ile ilimchanganya, kwani baada ya kuamka na kujikuta yuko kifuani mwa Nargis, aliamini kwamba ile ilikuwa ni ndoto. Lakini yalifanana na maneno ya Nargis na kuzidi kuchanganyikiwa. Kwa kauli ambazo yeye aliamini alizisikia ndotoni, zilimwashiria hatari nzito iliyokuwa iko mbele yake. Alijiuliza atafanyaje, kwani moja kwa moja Nargis ilionyesha kabisa ni jini ambalo limetokea kumpenda na kuwa tayari kumlinda kwa hali na mali. Kauli ambayo bado aliamini si ya ndoto bali yenye ukweli, ni ile aliyoisikia Nargis akimtetea yeye kutokuwa tayari kuona akipotezwa na viumbe ambavyo vinaonekana vina uchu na uhai wake. Thabiti alijikuta akimwona Nargis japo ni jini, lakini ni kiumbe chenye mapenzi ya kweli na kilichojitolea kuyalinda maisha yake. Thabiti alijikuta akimwonea huruma Nargis aliyekuwa ameinama akiendelea kulia. Ilibidi amsogelee na kutambaza mikono yake shingoni mwa Nargis na akamuita pale Nargis. Lakini Nargis hakuitika. Alinyanyua uso wake ambao ulikuwa umejawa na machozi na macho yalikuwa yamebadilika rangi kwa ajili ya kulia. Uso wake Nargis ulikuwa umeongezeka uzuri maradufu. Haukuwa tofauti na malaika ambao hawaonekani ila sifa zao zinasikika. Thabiti alimsogelea Nargis aliyekuwa katika hali ya unyonge. Alitembeza mkono wake katika nywele zake laini na akamuita kwa kumsemesha kwa sauti ya upole kwamba naomba unisamehe. Sina nia mbaya na wewe, ila mazingira ndiyo ambayo yananitisha. Thabiti, sio kwamba nakutisha, bali nimekuwa karibu na wewe muda wote kuhakikisha kwamba uhai wako unakuwa uko salama. Nimekuwa katika vita nzito na familia yangu kwa ajili yako, hasa dada yangu ambaye anayetamani maisha yako kama nini. Mimi nimefanya kosa gani mpaka yatamani maisha yangu? Wewe hujamkosea, ila kuna watu kama 4 wamemtenda na kuamua kulipiza kisasi. Chonde, usinifanye kama aliyofanywa dada yangu na kufikia kuwachukia wanaume. Dada yangu anawachukia sana wanaume, hasa waliooa. Sababu kubwa ya kuwachukia ni nini? Thabiti, nakuomba tuondoke hapa. Naogopa kuzidiwa nguvu nitakapoitoa siri hii nje ambayo haitakiwi mtu yote kuweza kuijua. Sasa tutakwenda wapi wasipoweza wao kufika? Tutakwenda chini ya miamba ya bahari ambapo ndipo tutazungumza bila wasiwasi wote. Najua watanifuata lakini hawatojua ni tulipo. Watateseka sana kuweza kuzunguka kila pembe ya dunia, na wasiwasi wao ni mimi kuitoa siri hii. Huko chini ya miamba ya bahari si mimi nitakufa. Huwezi kufa. Utaishi kama kawaida na wala hautojua kama tuko chini ya miamba ya bahari. Sawa. Lakini tutatoka kwa kuaga majirani zako ili kuondoa wasiwasi juu yangu. Hakuna tatizo. Baada ya makubaliano, walijiandaa kutoka pamoja. Uani alikuwepo Sule na mkewe. Waliwaaga na kuondoka, lakini walipofika nyumba ya 4 kutoka tu pale, mke wa Sule alimuita Thabiti. Thabiti alirudi hadi pale na kisha akamsikiliza anasemaje. Vipi shemeji yangu? Shem, unajua mimi mpenzi wako simuelewi. Kivipi? Kila nikimtazama macho yake yanawaka na wasiwasi huenda labda atakuwa ni jini shemeji. Shem, tutazungumza vizuri bwana nikirudi. Shem, nikupe kinga ya majini ujue. Acha kwanza shemeji, mimi narudi sasa hivi. Thabiti alijibu kwa wasiwasi kumhofia Nargis. Lakini ukweli ni huo. Kama unaweza kuona kitunguu saumu na mfupa wa nguruwe, kama ni yeye kweli ni jini, akiondoka hawezi kurudi. Thabiti. Thabiti. Sauti kali ya Nargis ilimuita. Wewe nenda, lakini nitakutafutia vitu hivyo na kuviweka ndani mwako. Basi tutazungumza vizuri shemeji baadaye. Thabiti alimwacha mke wa Sule na kumwai Nargis ambaye sauti yake ilionyesha kukasirika. Alipomfikia Nargis alizungumza kwa hasira kweli kweli. Yule mwanamke alitaka nini? Kabla hajaniangamiza, nitamwangamiza yeye. Kwani kafanya nini? Hivi Thabiti, mimi nikifa au nikikuacha utakuwa na maisha? Kwa vile anajifanya yeye ni mjuaji,
Yesi mshirikina. Anamwendea mume kwa waganga na kumfunga. Sasa hapa amekwama. Nitamuonesha mimi ni nani. Basi mpenzi amekwisha. Unajua hata mimi sikutaka kuunga mkono ujinga wake. Thabiti alijitetea kwenye hilo. Waliondoka mpaka sehemu iliyokuwa na kiza kidogo. Nargis alimshika mkono Thabiti na mara wakapaa angani, na kwa mara ya kwanza Thabiti alijithibitishia ujini wa Nargis. Walikwenda hadi katikati ya bahari. Walitua juu ya mwamba mkubwa ambao ulifunguka. Waliingia mpaka chini. Kule chini ya mwamba hakukuwa kuzuri sana kama nyumbani kwa kina Nargis. Hata harufu yake ilikuwa ni kama ya ufukweni mwa bahari. Hakukuwa na sehemu ya kukaa zaidi tu vipande vya mawe. Hata Nargis hakuipenda sehemu ile. Muda mwingi mkono ulikuwa kwenye kitambaa puani. Thabiti ambaye kila kitu kwake kilikuwa ni kituko, ilibidi ahoji kwamba mpenzi, sasa huko ndo tuko wapi? Thabiti, si nimekueleza chini ya mwamba bahari? Ina maana tuko chini ya maji. Tuko chini ya maji ya chini ya mwamba huu. Mbona harufu yake sio nzuri? Na ndio maana nikasema huko hakuna kiumbe cha kutufuata. Wewe umepajuaje huko? Hili ni gereza la kufungiwa majini watu kutu, na ndio maana hakuna harufu nzuri. Okay, leta habari na kusikiliza. Wakiwa wamekaa kwenye jiwe moja huku wamepeana migongo, Nargis alianza pale kumuita jina lake Thabiti. Thabiti. Naam. Unanipenda? Ndio Nargis. Kipi kinachokufanya unipende? Wewe ni mwanamke mzuri. Usemayo inatoka moyoni au kunifurahisha? Yanatoka moyoni. Mwongo Thabiti. Kama ungekuwa unanipenda usingenifukuza. Ni kweli, lakini wewe mwenyewe ulikuwa ni msiri mpaka niliposema kwamba nimeshindwa kukuelewa. Ni kweli Thabiti. Nilijogopa kujiweka wazi mapema, ungenikimbia, na kibaya zaidi ungeuawa na majini yaliyokuwa na uchu na wewe. Nargis, nikisemacho kinatoka moyoni mwangu. Kujitoa kwako kwangu kuokoa maisha yangu kumenifanya nikupende na kukuthamini. Mbona ulitaka kutoa siri? Kutokana na usiri wako pia. Kwa hutamweleza mtu kile ulichokiona na nitakachokueleza, na kuahidi nitakufa na siri yangu. Asante kwa kusikia hivyo. Hapo Nargis aligeuka na kumkumbatia Thabiti. Baada ya muda Thabiti alivunja ukimya. Nargis, nipe habari kuhusu safari yetu nzima ya kuja huko. Thabiti, siri hii nakupa, lakini ukiitoa ujue kabisa umenihukumu kifo. Kukuhukumu kifo kivipi? Mbona unanichanganya? Kwanza nina kosa la kukaidi amri ya kukuua, lakini pili nitakuwa nimetoa siri za familia yetu. Lazima niuawe. Nargis, na nyinyi pia majini mna familia? Ndio, tupo kama wanadamu jinsi walivyo. Kila koo za majini zina familia yake. Kama nitagundulika nimekueleza siri yetu, na wewe utaitoa kwa wanadamu wenzako, hukumu yangu ni kifo, tena kifo cha kutisha. Mbona huwa nasikia majini nyenye hamfi? Thabiti, hakuna kiumbe kilichoumbwa na Mungu kisife. Pole sana. Sio kunipa pole, bali ni kuyabeba maisha yangu. Kosa lako ndo mauti yangu, na vile vile ni umauti kwako pia. Nimekuelewa, nitaitunza siri hii na yote ninayoyaona. Thabiti, nafikiri kumekuwa kuna matukio ya vifo vya watu, hasa katika kituo cha daladala cha Mwenge. Wengi wamechukulia ni imani za kishirikina juu ya vifo vile, lakini sio kweli. Bali vile vifo wahusika ni familia yetu, hasa dadangu. Thabiti, mimi mwenyewe nimeshaua watu 4 na wewe ungekuwa ni 5. Lakini ajabu, baada ya mauzauza yale kilichokuwa kikifuata ni kifo chako. Nilipotokea pale nilitakiwa nikudanganye kama nilivyofanya, na ilitakiwa nikuulie mbali. Tunakumbuka ulisikia ugomvi na sauti kali ikisema hakuna. Basi sauti ile ilikuwa ni ya kwangu. Kuna kibaraka mmoja nilikuwa nimeongozana naye. Hakukubali wewe nikuache hai. Hapo ndipo tulipoanza kupigana. Kibaraka ni kibaraka tu, nilimshikisha adabu. Na wakati tunapoenda nyumbani ndiye aliyekuja mbele yetu, lakini kwa uwezo wangu nilimtuliza pia. Ndio kwa nini dadako anafanya ukatili kama huo? Unajua dadangu alikuwa akipenda aolewe na mwanadamu.
bahati mbaya alimpata mwanaume wa kwanza ambaye ni mume wa mtu, lakini alimdanganya kwamba hajaoa. Walianza naye mapenzi ambayo ilikuwa ni moto sana. Kumbe mke wake baada ya kuona mabadiliko ya mumewe alimwendea kwa mganga. Ilibaki kidogo tu dadangu apoteze uhai. Alipopona alimfutilia mbali yule mwanamke. Familia ilimkataza siendelee na yule mwanaume mlagai kwa vile si mkweli. Lakini mwanaume wa pili hakuwa na mke. Dada alimbadilishia maisha yake na akawa ni mtu mwenye uwezo. Baada ya maisha kumnyokea, alisahau ahadi waliokubaliana. Alimgeuka na akaoa mwanamke mwingine. Dada pia yule mwanamke alimuoa na akamfilisi yule mwanaume ambaye baadaye alichanganyikiwa na kukota makopo na mwisho wa siku alikufa maji. Mwanaume wa tatu alikuwa ni mwanaume mmoja aliyekuwa mjane, aliyefiwa na mkewe. Baada ya kifo cha mkewe hakuwa na haraka ya kuoa, ila alikuwa ni mtu wa swala 5. Dada alivutiwa sana na huyo mwanaume na alimtongoza kwa njia kukutana naye msikitini. Kila alipotoka msikitini walikutana na dada alitengeneza mazingira ya mazoea na mwisho siku akaoana. Maisha yalikuwa ni mazuri kwani usafi wa yule mwanaume na kuzama kwenye ibada kulimfanya dada amfanye mtu mwenye kipato kikubwa mno. Maisha yalipoanza kuwa mazuri, akataka kuoa mke wa pili. Dada alimkataza, lakini yule bwana alikuwa ni mbishi na akawa analazimisha kuoa mke wa pili, na siku ya siku alioa kweli kwa nguvu. Dada alijua pale hakuna maisha. Alichokifanya, alimuoa yule mke wa yule mzee. Lakini alipotaka kumdhuru yule mzee, alishindwa kutokana na kushiba kidini. Aliamua kuondoka bila kuchukua kitu, lakini kazi ilibakia moja. Kila akioa asubuhi, jioni mwanamke lazima afe. Mchezo ule uliendelea kwa mwanaume mwingine. Kwa kweli mama hakufurahishwa na kile kitendo cha kuwaua wanawake ambao wengi hawakuwa na hatia, na ndipo alipoelekeza mashambulizi kwa wanaume waongo. Kila mwanaume aliyemdanganya alimuua na kuziondoa sehemu zake za siri ambazo alizifanya kitoweo. Dada baada ya kunogewa na huo mchezo wa sehemu za siri za wanaume za watu, akaanza kazi ya kuvizia wanaume za watu ambao walikuwa wanachelewa usiku na kutokewa na miujiza, na kisha anawaua na kutoa sehemu zao za siri. Mungu wangu, na mimi kama ningeuawa, sehemu zangu za siri angezifanya nini kwa wakati mimi sijaoa? Wasiooa wakishaona matukio ya kutisha huuawa na kuachwa bila kutolewa sehemu zao za siri. Kwa hiyo sasa hana mapenzi yoyote, si ndio? Hana mapenzi na pia hapendi wanadamu, hasa waliooa. Na mimi ni nini sasa hatima yangu? Unataka kujua hatima ya maisha yako? Ndio. Haya bwana, nini hatima ya maisha ya huyu kijana Thabiti baada ya kuzama penzini na huyu binti ambaye ni jini Nargis? Bwana, nikusihi mtu wangu usikose katika sehemu ya pili, mzigo mtamu kweli kweli kutoka kwake bwana Ali Mbetu, inaitwa Nyayo za Damu. Mimi naitwa Uncle J. Bwana, kwa sasa nikuage, asante na kwaheri. Tukutane sehemu ya pili. Bye bye.